أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahullah taala bin Asal Aziz anasema, nilikuwa naendelea kutoa hutuba kuhusu maisha ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walishiriki katika mapigano ya Badr, na leo nitaendelea na mada ile ile, lakini leo kuhusiana na ijtimaa ya Ansarullah nieleze na niseme kwamba miongoni wa masahaba hawa wengine walikuwa muhajirin na wengine walikuwa maansar. Hawa masahaba wote walipopokea Islam walileta mabadiliko mazuri ndani yao na walionyesha mifano ya kujitolea, na vile vile walishika njia ya ucha Mungu, na vile vile walikuwa na hulka njema. Miongoni mwenu ambao hapa ni katika umri wa ansar, hawa ni maansar na vile vile ni muhajirin pia, yani ni wahamiaji pia. Kwa hivyo mnatakiwa muendelee kuchunguza amali zenu kwamba sisi tunaiga mifano ya maswahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi gani. Huzur anasema, baada ya maelezo haya mimi nitaanza kueleza mada ya maisha ya maswahaba. Na sahaba wa kwanza ni Naman bin Amr, Uman bin Amr, na jina lake lingine ni Nu'man na vile vile Nu'ayman pia. Baba yake alikuwa Amr bin Rifa na mama yake alikuwa Fatima binti Amr. Katika watoto wa Hazrat Nu'ayman alikuwa Muhammad, Amir, Sabra, Lubaba, Kabsha, Maryam na Umme Habib, Amtullah, Hakima. Hawa walikuwa watoto wake. Sawa na maoni ya Ibn Ishaq, Hazrat Nu'man alishiriki pamoja na Bai'at Aqaba Sania pamoja na maswahaba 70. Hazrat Nu'man katika Badr, Uhud na vile vile katika vita yote na mapigano yote alishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya moja imeelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, msiseme kitu chochote kwa ajili ya Nu'man isipokuwa kheri tu, kwa sababu yeye anampenda Allah na mtume wake. Hazrat Nu'man alifariki wakati wa Hazrat Amiru Muawiya katika hijiria 60. Hazrat Umme Salema radhiallahu ta'ala anha anasimulia kwamba Hazrat Abubakar radhiallahu ta'ala anhu mwaka moja kabla ya kufariki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda Busra ambayo ni mji wa Syria.
mtume salallahu alaihi waalihi wasallam pia alikaa katika mji huu alipokwenda kwa ajili ya biashara pamoja na baba mdogo wakati alipochukua mzigo wa khadija radiallahu taala anha kabla ya kuwa mtume wa mwenyezi mungu. Wakati ule mtume saa salam alipokwenda kule, mtumwa mmoja wa khadija aitwaye yasra pia alikuwa pamoja naye. Hazrat abubakar radiallahu taala anhu mwaka mmoja kabla ya kufariki kwa mtume muhammad saa salam alipokwenda kwa ajili ya biashara katika mji huu wa busra, pamoja naye hazrat numan na swabat pia alikuwepo. Yani hawa masahaba wawili pia walikuwa pamoja na hazrat abubakar radiallahu taala anhu, na hawa masahaba wote walishiriki katika mapigano ya badr. Numan alipewa jukumu fulani katika safari hii aliyofanya pamoja na hazrat abubakar, na tukio moja lilitokea katika safari hii kwamba katika tukio hili mtu mmoja alimuuza hazrat Numan katika tukio hili, na mimi nimeshawahi kueleza tukio hili, lakini nitaeleza kidogo kwa ufupi. Swabat aliyekuwa mtu mmoja pamoja na kundi hili lililokwenda kule busra kwa ajili ya biashara, na katika riwaya ingine inapatikana kwamba hazrat swabat na Numan walikuwa marafiki sana na walikuwa wakifanya mambo ya kuchekesha. Hazrat Numan akamwambia swabat kwamba tafadhali nipatie chakula. Swabat akamwambia Numan kwamba unipatie chakula, lakini Numan akasema mimi sitakupatia chakula mpaka hazrat abubakar aje, kwa sababu yeye alikuwa hayupo pale. Swabat akasema ikiwa hunipatie chakula basi mimi nitakufanyia kitendo chochote. Kwa hiyo wakati ule watu kadhaa walipita pale katika eneo lile. hazrat swabat akawaambia kwamba je, mtanunua kwangu mtumwa mmoja? Mimi nataka kumuuza mtumwa wangu moja. Kwa hiyo swabat akawaambia wale watu kwamba je, mnataka kununua huyu kijana ambaye ni mtumwa wangu? Wao wakasema ndio, sisi tutanunua. Swabat akawaambia kwamba huyu kijana anazungumza sana, na yeye nikimuuza yeye atasema kwamba mimi sio mtumwa bali ni mtu mwenye huru. Wakati atakaposema maneno haya basi mumwache na msimsumbue. Wale watu wakasema kwamba sisi hatujali anayosema, bali sisi tunataka kununua yule mtumwa. Kwa hivyo Hazrat Numan akachukua ngamia 10 kama ni thamani ya Numan. Kwa hivyo wale watu wakamjia Numan na wakamfunga ili wamchukue kwa kuwa mtumwa. Numan akasema kwamba huyu bwana Swabata anafanya anawatanieni, na mimi sio mtumwa bali ni kijana mwenye huru. Lakini wale watu wakasema kwamba huyu Swabata alituambia mapema kwamba utasema maneno haya. Kwa hiyo wakamchukua Numan wakaenda naye. Wakati Abubakar aliporudi na watu wakamwambia Abubakar kwamba tukio hili limetokea, Abubakar akawafuata wale watu na akawapatia ngamia na akamrudisha Numan. Hawa watu waliporudi Madina na walimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu tukio hili. Kwa kusikia tukio hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi sana na alicheka sana kwa sababu ya chekesho hili, kwa sababu ya chekesho hiki. Na katika riwaya nyingine imeelezwa hivi kwamba yule aliyemuuza alikuwa sio Swabat bali Numan alimuuza Hazrat Swabat. Lakini kwa yoyote riwaya hii inapatikana kuhusu Hazrat Swabat na Hazrat Numan. Kuhusu Hazrat Numan inapatikana riwaya nyingine kwamba yeye pia alikuwa na tabia ya kuchekesha sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia maneno yake alikuwa akicheka sana. Rabia bin Usman anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na
bedui moja alimjia na yeye akakalisha ngamia yake kando pembeni na watu wakamwambia kwamba ikiwa unamchinja huyu ngamia sisi tutakula nyama yake kwa sababu tunapenda sana kula nyama. Kwa hiyo na ikiwa malalamiko yanaletwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mtume sallallahu alaihi wa sallam atalipa malipo yake. Na Hazrat Nu'man aliambiwa kwamba yeye achinje ngamia. Kwa hiyo Hazrat Nu'man akachinja ngamia, na yule bedui alipotoka nje akaona ngamia yake amechinjwa, basi akaanza kupiga kelele na akasema, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngamia yangu amechinjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka nje katika msikiti wake na akasema, nani huyu, nani amefanya hivi, nani amechinja ngamia? Watu wakasema ni Nu'man ambaye alichinja ngamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtafuta kwa sababu yeye baada ya kuchinja ngamia alijificha. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumtafuta, na mtume sallallahu akamkuta yeye alikuwa amejificha katika nyumba ya Zubair, na mahali ambapo alikuwa amejificha mtu mmoja akasema kwa sauti ya juu kwamba ya Rasulullah sallallahu, mimi simuoni, lakini alikuwa anamwambia mtume Muhammad sallallahu kwa ishara ya kidole chake kwamba huyu amejificha pale. Yeye alipotoka nje, mtume sallallahu akamuuliza, kwa nini umemchinja yule mnyama, yule ngamia? Hazrat Nu'man akasema kwamba wale watu ambao wamekwambia kwamba mimi nimechinja ngamia ni hawa ambao waliniambia kwamba mimi nichinje ngamia, kwa sababu ya hii nilichinja, na walisema mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye atalipa malipo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia maneno yake, maneno ya Nu'man, mtume sallallahu alaihi wasallam akagusa uso wake na akaanza kufanya tabasamu, na mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia yule bedui thamani ya ngamia. Zubair katika kitabu chake kiitwacho Al-Fuqaha anasema kuhusu Nu'man kwamba wakati wote mtu alipokuja akija katika Madina kwa ajili ya kuuza bidhaa yake, Hazrat Nu'man alikuwa akinunua kitu chochote kutoka kwake, na kwa kununua kitu chochote alikuwa akimjia mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akisema kwa kuleta kile kitu kwamba kitu hiki mimi nimekuletea kama ni zawadi. Wakati mtu alipokuwa akija kwa ajili ya kuchukua thamani ya kitu kile, yani yeye alikuwa akichukua kile kitu bila kulipa malipo, na alikuwa akimpatia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule mtu alipokuwa akija kuchukua thamani yake, mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaambiwa na yule mwenye biashara kwamba yeye alipe thamani, na Hazrat Nu'man alikuwa akisema kwamba mtume sasa tafadhali ulipe thamani yake, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiuliza kwamba je, wewe hukunipatia zawadi? Yeye akasema kwamba ndio, lakini mimi nilikuwa na shauku sana nikupatia zawadi, lakini nilikuwa sina thamani, kwa hiyo mimi nilichukua kutoka kwake bila kulipa malipo, kwa hiyo wewe tafadhali umlipie. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilipa malipo ya kile kitu, na haya yalikuwa mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake. Na Huzur anasema sasa mimi nitaeleza kuhusu Hazrat Khubayb bin Usaf. Alikuwa kutoka katika kabila la Banu Jushum, na jina lake lingine lililoelezwa katika riwaya ni Habib, na baba yake anaitwa Usaf, na katika riwaya nyingine baba yake alikuwa anaitwa Yasaf, na babu yake alikuwa anaitwa Itba, na vile vile katika riwaya nyingine babu yake alikuwa anaitwa Enaba. mama yake alikuwa anaitwa Salma bint Mas'ud. Abu Kasir alikuwa mtoto wake ambaye jina lake hasa lilikuwa Abu Abdullah, na alikuwa na mtoto mwingine alikuwa anaitwa Abdurrahman.
alikuwa na binti moja aitwaye unesa. hazrat abubakar sidik alipofariki, hazrat khubaib alimuoa mjane wa hazrat abubakar radiallahu taala anhu. hazrat khubaib wakati mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alipohamia madina, ingawa alikuwa sio mwislamu, lakini yeye aliwahudumia waislamu ambao walihamia madina. harat talha bin abdullah alikaa nyumbani kwake na sahaba mingine pia alikaa nyumbani kwake, yani maswaba kadhaa walikaa katika nyumba ya khubaib ingawa alikuwa sio mwislamu wakati ule. hazrat abubakar radiallahu taala anhu alipohamia madina alikaa katika sehemu itwayo sona. hazrat khubaib alishiriki katika badr, uhud na khandak, na vilevile alishiriki katika mapigano yote pamoja na mtume salallahu alaihi waalihi wasallam. katika riwaya moja imeelezwa kwamba hazrat khubaib alikaa katika madina, lakini yeye hakusilimu mpaka mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alitoka kwa ajili ya mapigano ya badr. hazrat khubaib alikutana na mtume saa salam njiani, na wakati ule yeye akasilimu. katika sahih muslim tukio la kupokea islam limeelezwa hivi kwamba mke wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hazrat aisha radiallahu taala anha anasimulia kwamba mtume salallahu alaihi wasallam akatoka katika uwanja wa badr, na alipofika katika sehemu fulani ambayo ni maili 3 kutoka madina, mtu mmoja akakutana na mtume saa salam, na watu walikuwa na sifu sana ushujaa wake. masahaba mtume saa salam alipomuona huyu mtu akafurahi sana. yule mtu alipokutana na mtume salallahu alaihi waalihi wasallam na akasema, mimi ninataka niende pamoja nanyi na mimi nipate mali baada ya mapigano. mtume salallahu alaihi waalihi wasallam akamuuliza, je, unamwamini allah na mtume wake? akasema, hapana, mimi siamini mungu wala mtume wake, mimi sio mwislamu. mtume salallahu alaihi waalihi wasallam kwa kusikia maneno yake akasema kwamba urudi, kwa sababu mimi sitaomba msaada kutoka kwa mshirikina. Hazrat aisha anasema yule mtu akaenda mpaka mtume salallahu alaihi wasallam akafika katika sehemu itwayo shajra, ambayo ni mbali maili 6 au 7 kutoka madina. mtume sasam alipofika sehemu hii ya shajara, yule mtu akaja tena na akakutana na mtume saa salam na akarudia maneno yake kwamba anataka kwenda pamoja na mtume saa salam, lakini mtume salallahu alaihi wasallam akamwambia kama aliyosema hapo awali. mtume salallahu alaihi wasallam akasema kwamba urudi, mimi sitaki kuomba msaada kutoka kwa mshirikina. yule mtu akarudi tena, na baadaye yule mtu akakutana na mtume muhammad salallahu alaihi wasallam katika sehemu itwayo bidhaa ambayo ni sehemu karibu na shajara. yani sehemu ya shajara ni bidhaa, ni sehemu ambayo ni karibu. yule mtu akakutana na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sehemu ya bidhaa, lakini mtume muhammad sallallahu akamwambia tena kwamba yeye hatachukua msaada kutoka kwa mshirikina. mtume muhammad sallallahu akamuuliza, je, wewe unaamini allah na mtume wake? akasema, ndiyo, leo sasa mimi naamini allah na mtume wake. na mtume sallallahu akasema, sasa wewe unaweza kwenda pamoja nasi. katika maelezo ya riwaya hii imeelezwa kwamba habari ya mtu iliyoelezwa katika riwaya hii alikuwa hazrat khubaib. jinsi alivyosilimu hazrat khubaib, alama nuruddin katika kitabu chake anasema kwamba katika madina alikuwa mtu mmoja aitwaye khubaib bin isaf.
na jina lake lingine limeelezwa Habib bin Isaf, na alikuwa kutoka katika Khazraj, na yeye alikuwa hakusilimu ingawa mtume saa salam alikuwa amehamia Medina, lakini yeye pia alitoka ili yeye apigane pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na apate mali baada ya vita. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba pamoja nasi ataenda yule tu ambaye anafuata dini yetu. Na katika riwaya nyingine imeelezwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba wewe urudi, sisi hatutaki msaada wowote kutoka kwa washirikina. Habib au Khubayb huyu alirudishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam mara mbili katika safari hii. Mara ya tatu alipomjia mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, je, unaamini Mungu na mtume wake? Akasema ndio. Basi yeye baada ya kusilimu alipigana na makafiri kwa ushujaa sana. Katika Muslim riwaya hii imeelezwa kwamba sahaba moja anasema, mimi na Khubayb tulimjia mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya maandalizi ya mapigano, na wakati ule mimi na Khubayb tulikuwa hatujasilimu, na sisi tukasema kwamba sisi tunaona haya kwamba watu wetu wanaenda kwa ajili ya vita, lakini sisi hatushirikiani nao. Kwa kusikia maneno yao mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, nyinyi nyote mmesilimu? Sisi tukasema hapana, bado hatujasilimu. Kwa kusikia maneno yetu mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sisi hatuhitaji msaada wowote kutoka kwa washirikina, sisi tunapigana na washirikina, basi namna gani sisi tuchukue msaada kutoka kwa washirikina? Hadha Khubayb anasema, sisi kwa kusikia maneno haya mtume sallam tukasilimu na tukaenda pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mapigano ya Badr. Mimi katika mapigano haya ya Badr nilimuua mtu mmoja, na yeye pia alinipatia majiraha. Kisha baadaye nilipomuoa binti ya huyu mtu ambaye aliuawa nami, yeye binti yake alikuwa akisema, wewe hutaweza kumsahau yule mtu ambaye alikupatia majiraha, na mimi nilikuwa nikimwambia kwamba huwezi kumsahau yule mtu ambaye alimuua baba yako, yani wewe huwezi kunisahau mimi. Katika mapigano ya Badr Hazrat Khubayb bin Isaf alimuua Umayya bin Khalf, alikuwa kiongozi wa Quraysh. Alama Nuruddin Halabi katika kitabu chake kiitwacho Sirat Halabia anasema, Hazrat Abdurrahman bin Auf anasema kwamba nilikutana na Umayya katika mapigano ya Badr, na pamoja naye mtoto wake aitwaye Ali pia alikuwepo, na Ali alikuwa ameshika mkono wa baba yake Umayya. Ali alikuwa miongoni mwa wale Waislamu ambao walikuwa wamesilimu katika Makka kabla ya kuhama. Watu wake walijaribu kumrudisha katika dini yake, kwa hiyo wao wakafaulu, nani yeye alisilimu, na lakini kwa sababu ya jamaa zake akarudi tena katika dini yake. Kuhusu watu hawa Mungu aliteremsha aya hii, innal lazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi. Bila shaka wale watu ambao malaika wanawapatia kifo katika hali kwamba wao ni wadhalimu, na malaika wanawauliza mlikuwa katika hali gani, wao walisema sisi tulikuwa wadhaifu katika Maka. Miongoni wa watu hasa Abu Qais bin Walid na As bin Munabbe na Ali bin Umayya alikuwa miongoni wa watu ambao walikuwa wadhaifu. Katika kitabu Sirat Hisham imeandikwa kwamba watu hawa waliposilimu wakati ule mtume sallam alikuwa katika Makka. Baadaye mtume sallam wakati alipohamia Madina,
wazazi na jamaa wa hawa watu wakawazuia katika Maka, na wao wakapata majaribio sana na mateso sana kutoka kwa jamaa zao, na kwa sababu ya hii wakapata fitina sana na wakaritadi katika Islam. Kisha hawa wote walitoka katika pamoja na jamaa zao kwa ajili ya Badri, na hawa wote waliuawa katika uwanja wa Badr. Hazrat Abdurrahman anasema kwamba mimi nilikuwa na ngao nyingi, nilikuwa nimebeba ngao hizi wakati wa mapigano. Wakati Umayya aliponiona mimi, yeye akaniita kwa jina langu la ujahili, Abdi Amr. Mimi sikumjibu kwa sababu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponipatia jina hili Abdurrahman, yeye aliniuliza kwamba je, utaacha jina lako ulilolipewa kutoka kwa babu zako? Anasema ndiyo. Kwa hiyo Umayya aliponiita ewe Abdurrahman, baadaye Umayya aliponiita kwa jina langu la Abdurrahman, wakati ule mimi nitaitikia na nikamjibu. Kwa hiyo wakati Umayya alipomuita jina lake la zamani, wakati ule Abdurrahman alielewa kwamba yeye anaitwa na Umayya, lakini yeye hakumjibu Umayya kwa sababu alimuita kwa jina la sanamu. Na baadaye alipomuita kwa jina la Abdurrahman, wakati ule Abdurrahman alimuitikia na alimjibu. Kwa hiyo wakati Umayya alipomuita kwa jina lake Abdurrahman, yeye akaelewa na akamjibu na akamuitikia. Na wakati ule Umayya akasema, kwa sababu Umayya alikuwa rafiki yake, akasema kwamba mimi ni bora zaidi kuliko angao ambayo unabeba, yani wewe unisaidie na unisaidie. Abdurrahman akasema, mimi nikamwambia ni sawa, nitakusaidia. Kwa hiyo mimi nikaweka kando ngao na nikashika mkono wa Umayya na Ali, na Umayya akasema kwamba hatujawahi kuona siku ambayo ni siku ya leo. Kisha akauliza kwamba huyu ni nani ambaye amevaa ngao, na nikasema huyu ni Hamza. Na Umayya akasema kwa sababu huyu mtu ambaye amevaa ngao ya aina hii, sisi tumepata hali hii na tumepigwa sana na tumeshindwa. Hazrat Abdurrahman bin Auf anasema kwamba nilikuwa nimeshika mkono wa Umayya na Ali. Bilal mara moja akamwona Umayya pamoja nami, na Umayya alimsumbua sana Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu wakati aliposilimu, na kwa sababu ya kusilimu kwake alikuwa anamsumbua sana Hazrat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal alipomuona Umayya akasema mara moja kwamba Umayya bin Khalf ambaye ni kiongozi wa Makureshi yupo hapa, ikiwa yeye anasalimika leo, basi mimi ina maana mimi sitasalimika. Hazrat Abdurrahman anasema kwamba wewe unasema maneno haya ambao ni marafiki zangu, lakini Hazrat Bilal aliendelea kusema maneno haya kwamba ikiwa yeye anasalimika leo, maana yake ni kwamba mimi sitasalimika. Yani mimi niliendelea kusema maneno haya mpaka Hazrat Bilal akasema maneno haya kwa sauti ya juu kwamba enyi ansar wa Allah, wasaidizi wa Allah, huyu kiongozi wa makafiri ni Umayya. Yani akasema maneno haya kwa sauti ya juu, yani enyi manswara, huyu mtu ni Umayya ambaye ni kiongozi wa makafiri. Ikiwa huyu anasalimika, basi mimi sitasalimika leo. Abdurrahman anasema kwa kusikia sauti ya Hazrat Bilal wakaja na wakamshambulia Umayya, na kwa sababu ya mashambulio yao Umayya akaanguka chini, na Umayya akapata khaufu sana na akapiga kelele sana. Baadaye maansar wakawashambulia wote wawili na wakamuua.
abdurahman bin auf anasimulia ya kwamba nilimwindikia umaya barua nikimwambia kwamba awe analinda watoto wangu na mali yangu na mimi nitalinda mali yake. Nilipoandika jina langu kama abdurahman, umaya akasema kwamba mimi si mjui abdurahman, basi uwe uniindikie jina lako lile ambalo ulikuwa unalitumia katika zama za ujinga. Kisha nikaandika jina langu abde umar. Alipokuwa kwenye vita vya badr nikaelekea upande wa mlima mmoja ili niweze kumlinda. wakati ule bilal akamwona umaya, naye akaenda sehemu fulani na akasimama kwenye kikao cha maanswar na akasema kwamba huyu ndiye umaya bin khalf, ikiwa akisalimika basi mimi sitakuwa kwenye usalama. kisha tukatoka pamoja na bilal na tukajaribu kumtafuta. inaonekana kwamba wakati ule alikuwa ameongea naye anasema kwamba nilipata mashuku, hivyo nikamwambia mtoto wa umaya, yani nikamkuta na walipokuja watu hao pamoja na bilal, basi nikamwacha mtoto wake huko nyuma. Na nikadhihirisha kana kwamba watu hao waanze kuwashambulia na sisi tutoke mbele, hivyo wao wakamua mtoto wa umaya. Kisha anasema kwamba mpango huu haukufanikiwa, nao wakatufuata kwa kuwa umaya alikuwa mtu mzito, hivyo hakuweza kujificha. Mwishowe walipotukuta, basi nikamwambia umaya kwamba akae, naye akakaa na mimi nikamficha pamoja na mwili wangu. Hivyo wakaanza kumchoma panga kwenye mwili wake, chini ya mwili wangu, hata wakamua na mmoja wao akanijeruhi juu ya mguu wangu. Msimuliaji ibrahim anasema kwamba abdurrahman bin auf alikuwa anatuonesha ile nishani, ile alama ya mguu wake, ni nani aliyemua umaya na mwanawe. Imeandikwa hivi kwamba mtu mmoja kutoka answar alikuwa amemua, na ibn hisham anasema kwamba muaz bin afra alikuwa amemua umaya, yani walikuwa watu watatu ambao walikuwa wamemua umaya. Na pia inasemwa kwamba bilal radhiyallahu anhu alikuwa amemua, lakini uhakika wenyewe ndio huu kwamba wote walikuwa wameshiriki katika kumua umaya. Na mtoto wake ali alikuwa ameshambuliwa na bilal, naye alikuwa akaanguka, na baadaye ammar bin yasir alikuwa amemua. Baadhi ya matukio yanapoelezwa wakati mwingine yanakuwa haya humhusu sahaba huyu, lakini wakati mwingine nayaeleza ili tuweze kupata elimu ya historia. Hubaib anaeleza kwamba babu yangu Hubaib alikuwa amejeruhiwa katika vita, na wakati ule mtume saa salam alikuwa ameweka mate yake juu ya majeraha yake, na majeraha yake yalipona, naye akaanza kutembea. Katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba Khubayb alieleza kwamba katika vita moja nilipata majeraha makubwa juu ya bega langu ambayo yalifikia kwenye tumbo langu. Kisha nikamjia mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka mate yake juu ya majeraha yale na akaiunganisha sehemu ile pamoja na mwili wangu, na majeraha yale yakapona. Kuhusu kifo chake, sawa na kauli moja, Khubayb alifariki dunia katika zama za Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, na sawa na usemi mwingine kifo chake kilitokea katika zama za Hazrat Usman radhiyallahu anhu. Mwenyezi Mungu azinyanyue daraja za maswahaba hawa. Sasa mimi nitaeleza kumbukumbu za marehemu watatu na nitasalisha swala ya jeneza. Baada ya swala, mtu wa kwanza au marehemu wa kwanza ni Bi Rashida sahiba ambaye amefariki dunia tarehe 24 Agosti akiwa na umri wa miaka 74. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
mababu zake walikuwa wamehama kashmir charkot wakaja pakistan na baba yake aitwaye din muhammad alikuwa anafanya kazi katika railway. Mama huyo alipokuwa katika umri wa miaka 5 baba yake alikuwa amefariki dunia. Kisha baadaye mama yake akiwa peke yake akawalea watoto wake na familia yake ili ikubali jumuiya kwa kupitia babu yake bwana Fateh Muhammad ambaye alikwenda Kadian na akafanya bayat kwa kupitia sahaba bwana Qazi Akbar. Qazi Muhammad Akbar alikuwa akiona alama na muujiza wa kupatwa kwa jua na mwezi. Mwaka 1894 akawaambia watu wake kwamba kwa kupitia alama hii au muujiza huu tumeweza kujua kwamba Imam Mahdi amekusha dhihirika tayari. Na bwana huyo alikuwa ana mahusiano na Qazi Muhammad Akbar, yani mahusiano ya kifamilia, na kwa kupitia mahusiano hayo aliweza kupata ujumbe wa jumuiya. Mtoto wake mmoja ambaye ni mbashiri wa jumuiya anaitwa Muhammad Akbar, yupo Nigeria. Anasema kwamba mama yangu alikuwa anajitolea sana na alikuwa anatoa michango yake mfululizo, na alikuwa anatuuliza mara kwa mara kwamba je, mchango wake umetolewa au la. Pia kuhusiana na malezi ya watoto alikuwa makini sana. Alikuwa hawaruhusu watoto watoke nje bila sababu yoyote, ili wasije watoto wake wakajifunza tabia mbaya wakiwa nje. Anasema kwamba katika zama za utotoni, wakati ambapo baba yetu alipokuwa anatunasihi kwamba tuende misikitini na tuswali swala kwa pamoja, na alikuwa anatuamsha wakati wa swala ya alfajiri, basi wakati ule mama yetu alikuwa anachangia mchango wake mkubwa katika kutuamsha, na alikuwa hakai hatulii mpaka tuwe tumeenda kusali misikitini. Alikuwa na mapenzi mazuri kwa ukhalifa. Alikuwa anazisikiliza hutuba za khalifa mtukufu kwa umakini mkubwa sana. Alikuwa anaandika notisi zake na alikuwa anajadiliana pamoja na watoto wake juu ya hutuba ile. Kisha binti yake aliye mkubwa naye anaeleza kwamba katika wakati wake wa mwisho alikuwa anaswali swala ndefu. Hata ile sala yake ya mwisho pia aliswali kwa muda mrefu, na baada ya kumaliza swala akaanza kujisikia vibaya, akakimbizwa hospitalini, na huko kutokana na kupata mshtuko wa moyo akafariki dunia. Kwa fadhila msaada wa Mungu alikuwa amefanya wasia kwa 108. Watoto wake 5 wanaendelea kuitumikia jumuiya. Watoto wake 2 bwana Mohsen Tabassum na Muhammad Momin wakiwa walimu wa Wakfe Jadid wanaendelea kuitumikia jumuiya huko Rabwa, na watoto 2 bwana Daud Zafar na bwana Zakaria wanaendelea kuitumikia jumuiya kama wabashiri, na mtoto mmoja ni Wakfe nao ambaye anafanya kazi katika idara ya kompyuta katika maktaba ya maktaba, na mtoto wake mmoja yupo Liberia na hakuweza kwenda kushiriki kwenye mazishi ya mama yake. Ameonyesha mfano mzuri wa kujitolea na hakupenda shughuli zake zikwame kutokana na kifo cha mama yake, naye ameendelea kutimiza wajibu wake. Hakusema kwamba mimi siwezi kufanya kazi, bali ameonyesha unyofu wake na utii wake, haswa mtoto wake huyu ambaye yupo Liberia. Na wakati wa kifo chake hakuweza kukutana na mama yake, hakuweza kushiriki kwenye mazishi yake, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake wote waendelee kuwa na waweze kuendeleza wema wake. Jeneza ya pili ni ya Muhammad Shamshir Khan saheb ambaye alikuwa rais wa Nadif nchini Fiji. Amefariki dunia tarehe 5 Septemba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
alikuwa amezaliwa mwaka 1952 na mwaka 1962 alikuwa amejiunga na jumuiya pamoja na baba yake. Mwanzoni alikuwa miongoni mwa wale wasiofanya baiat ya khalifa wa pili, yani pegami, na alikuwa ghair mubai, yani alikuwa hakufanya baiat mwanzoni, lakini baadaye akajiunga na jumuiya na akafanya baiat ya ukhalifa. Alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza wa jumuiya ya Fiji. Akaweza kupata nafasi ya kuitumikia jumuiya kwa muda mrefu. Akachangia michango yake katika kujenga misikiti mingi ya Fiji. Mwaka 2010 hadi kifo chake aliweza kuitumikia jumuiya akiwa rais wa Nadi nchini Fiji. Pia katika shughuli za kidunia alikuwa anajulikana kama ni mtu mwenye heshima, lakini alikuwa anazitanguliza shughuli za dini juu ya shughuli zake za dunia. Pamoja na kuitumikia jumuiya kama rais wa Nadi na katibu wa Ishaat, pia alikuwa meneja wa shule moja. Alikuwa mtu mcha Mungu mwenye ikhilasi kubwa sana. Amewaacha nyuma mke wake pamoja na binti mmoja, Nadia Nafisa. Mwenyezi Mungu marehemu na awajalie watoto wake waweze kuendeleza wema wake. Jeneza ya 3 ni ya Bi Fatma Muhammad Mustafa ambaye alikuwa anaishi Norway. Kutokana na kupata taarifa kwa kuchelewa, jeneza yake inasalishwa saa hizi. Alikuwa amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Alikuwa amejiunga na jumuiya mwaka 2014. Amewaacha huku nyuma mabinti 3 na watoto 5, ambao miongoni mwao binti mmoja tu ambaye ni mwanajumuiya ambaye anaishi Norway. Binti huyo anasema kwamba mimi nilikuja Norway mwaka 1989 nikakutana na hali mbaya, na wakati ule mama yangu kutoka Kurdistan akahama na kuhamia Norway. Mama alikuwa hakwenda shuleni, lakini alikuwa anajua na alikuwa amezihifadhi aya nyingi na hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na shauku kubwa sana ya kusoma, na katika umri wa miaka 40 aliweza kujifunza kusoma na kuandika. Katika maisha yake shughuli yake kubwa ilikuwa ya kuswali swala kwa pamoja. Pia alikuwa anafunga saumu mfululizo, na alikuwa anasema mara kwa mara kwamba mimi nafunga saumu kwa niaba ya wale ambao wanakosa nguvu ya kufunga saumu. Alikuwa na shauku kubwa sana ya kuwasaidia watu wanyonge. Wakati mwingine wakati wa usiku alikuwa anasafiri kwa maili 50 na alikuwa anaenda akiwasaidia wanawake hospitalini ambao walikuwa wanakosa wasaidizi, na alikuwa anawasaidia kutoka mfuko wake. Amesema kwamba juu ya kifo chake, nimepokea barua nyingi kutoka watu mbalimbali wa mataifa mbalimbali, haswa kina dada kutoka Pakistan. Wameeleza kwamba wao walikuwa na mahusiano mazuri na mama yangu. Naye anasema kwamba tangu nizaliwe nimekaa pamoja na mama yangu na nimeweza kuona hulka zake, na yeye alikuwa na moyo mzuri sana, moyo safi sana. Muda wote alikuwa tayari kuwasamehe wengine. Tangu utotoni ametufundisha kwamba tuseme ukweli, hata kama ukweli huu uende kinyume chetu. Alikuwa anasema kwamba ikiwa mkono wenu au jicho lenu limekosea, basi mnapaswa kuwa na ujasiri wa kusema kwamba mkono wenu umekosea au jicho limekosea. Alikuwa anakutana na watu kwa ibtisamu, na muda wote alikuwa anaongea alikuwa anaeleza kumbukumbu za Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa anasema kwamba ndio maana aliweza kujiunga na imamu wa zama. Binti yake anasema kwamba 2007 nilipata kuona MTA, baadaye ikapotea tena kwa miaka mingi, sikuweza kuipata
kisha siku moja baada ya miaka mitatu 2010 nikapata mta al arabia na nikapiga kelele nyumbani, nikamwita mama yangu na kumwambia kwamba nimepata mta salisa al arabia, na naye akasema kwamba hata mimi nilikuwa naitafuta tangu miaka mitatu, na nilimwambia mama yangu kwamba njoo tuisikilize, kwa sababu watu hao wanasema kwamba Imam Mahdi na Masihi aliahidiwa amekusha dhihirika tayari, ambaye tulikuwa tunamsubiri, na pia baba yetu alikuwa anatuambia habari hiyo. Yeye anasema kwamba mama yangu alianza kutizama mta pamoja namo. Baada ya siku chache akawaambia dada zangu na ndugu zangu wengine, ambao wakamwambia vitu fulani ambavyo vikabadilisha rangi ya uso wake, lakini hata hivyo yeye akaendelea kutizama mta. Sasa aliporudi Kurdistan, basi wakati ule tena akapata ushawishi kutoka dada zangu na ndugu zangu wengine, na yeye kutokana na ushawishi ule akaanza kunipinga. Alipokuja hapa, basi alikuwa ananizuia kwamba nisitizame mta. Anasema kwamba nilipofanya baiati, basi hali ile ikabadilika. Watoto walianza kumwambia mama yangu kwamba huyu binti yako amekuwa kinyume chako. Sasa kila alipokuwa anaenda kwa ndugu zake, kwa dada zangu na ndugu zangu wengine, alikuwa anaonyesha upinzani zidi yangu, na kila akija kwangu alikuwa anaunga mkono. Siku moja aliposikiliza kasida moja ya Sayyidina Ahmad al-Islam, alikuwa anaimba kasida hii ya aina Faizullahi wal Irfani. Nikasema kwamba je, mtu wa namna hii anaweza kuwa kafiri? Sasa akanitizama kwa hasira, akasema kwamba je, ni nani anaweza kumwita mtu huyo kuwa kafiri? Nikasema kwamba hata watoto wako wamo kwenye hali hii. Sasa hapo akaniamaza. Kisha nikamwambia mama yangu kwamba wewe unajulikana kutokana na nguvu yako ya kiimani. Sasa wewe unamwogopa nani? Unamwogopa Mungu au unawaogopa watoto wako? Sasa akaniamaza hapo na hakunijibu. Sa usiku ule ule akaniita na kusema kwamba wapigie watu wa jumuiya na waambie kwamba mimi nataka kujiunga na jumuiya. Kisha nikasema kwamba wewe utafakari tena ili uweze kusimama kidete. Kisha usiku kucha akaendelea kutafakari na akafanya maombi, na siku yake ya pili asubuhi akaniambia kwamba mimi nipo tayari kufanya baiati. Vivyo hivyo 2016 nilipoenda huko akakutana nami na alikuwa amefurahi sana kwamba amemwona na amekutana na khalifa mtukufu, na alikuwa na mahusiano mazuri na ukhalifa, na alikuwa anawaambia wengine Mwenyezi Mungu azinyanyue daraja zake na amjalie binti yake awe anasimama kidete kwenye imani yake, na watoto wake wengine ambao bado hawajajiunga na jumuiya Mwenyezi Mungu awafungulie mioyo yao na mambo yake yapokelewe katika haki. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر